kwa gate mwingie. Cameras only. Sawa. Sawa. Ama tuingie. Ule apareti kuingia kwa gate. Binzi. Hata niingie. Chukua ya maisha. Uko naye. Chukua ya maisha. Ameingia ndani. Hiyo bado iko mbali. Sambo tunaenda. Acha mpige simu. Toa. Naam, ndivyo basi hapo ziara iliyosubiriwa kwa hamu na gamu ya Rais wa Tanzania Suluhu Hassan kuingia hapa nchini, na tunaona kwamba ndege yake tayari imewasili pale katika uwanja wa kimataifa wa JKIA kuanza rasmi ziara yake ya siku 2 humo nchini. Ni ziara ambayo Wakenya wamesubiria kwa hamu na gamu, ikizingatiwa kwamba mataifa haya mawili yamekuwa na ushirikiano mkubwa wa masuala ya kibiashara ambao wengi wanahisi kwamba yalikuwa yameingia doa kwa siku za hivi majuzi. Kwa hivyo wengi watakuwa wakisubiri kuona je, kutakuwa na mwafaka gani ambao utatokana na ziara hii ya Suluhu hapa nchini. Kumbuka kwamba ni siku takriban 40 hivi tangu aliposhika hatamu kuanza kuliongoza taifa la Tanzania baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli, na hii ndio ziara yake ya pili rasmi nje ya taifa hilo baada ya kuenda katika taifa la Uganda hii leo, akiwa sasa anakuja hapa nchini Kenya ambapo Uhuru Kenyatta ndiye mwenyeji wake na atakuwa akitarajiwa kuelekea katika ikulu ya Nairobi ambapo atakuwa akiandaliwa dhifa ya mapokezi rasmi ya rais, na kisha baada ya hapo atakuwa akikutana na makundi mbalimbali humu nchini, mbali na kikao maalum ambacho atakuwa akifanya na Rais Uhuru Kenyatta. Na mojawapo wa vikao ambavyo atakuwa akifanya ni kuzungumza na wafanyabiashara wa mataifa haya mawili Kenya na Tanzania, kupata kusikia je, kumekuwa na changamoto zipi, kumekuwa na ufanisi upi katika masuala ya biashara. Kwa hivyo kuna matarajio mengi tu ya Wakenya wengi ambao wamekuwa wakisubiri ziara hii ili wapate kujua je, hali itakuwa vipi, kutakuwa na ushauri upi ambao utakuwa ukipatikana kutokana na ziara hii, haswa ikizingatiwa kuwa kumekuwa na changamoto katika baadhi ya masuala ya kibiashara kati ya mataifa haya. Pia kuna zile ziara ambazo zimekuwa zikifanyika kutoka Kenya kuelekea Tanzania, masuala ya matumizi ya pasipoti pale mpakani, na lazima wanaofanya biashara katika mataifa haya mawili wawe na vyeti maalum vya kufanyia biashara. Yakiwa tu ni baadhi ya masuala ambayo wafanya biashara wamekuwa wakisema kwamba wangependa sana yapate kuondolewa, manake mataifa haya mawili ni jirani, ili ule ujirani upate kudumishwa katika masuala haya ya kibiashara, kurejesha iliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Najua kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye mwenyekiti wa sasa wa EAC au Afrika ya Mashariki, na akiwa ndiye mwenyekiti basi inamaanisha kwamba ziara hii yake Suluhu itakuwa na masuala mbalimbali ambayo atakuwa akiangazia, mbali na uhusiano wa mataifa haya mawili, huenda pia atakuwa akigusia masuala ya kikanda. Je, wataboresha vipi uhusiano wao wa kibiashara? Tunajua kwamba kuna biashara nyingi tu ambazo zilikuwa zinafanyika hapa nchini Kenya kwa ushirikiano na Tanzania, bidhaa nyingi ambazo zilikuwa zinapitishwa hapa nchini Kenya kuelekea Uganda, na inaelekea sasa biashara hizo zimeelekezwa katika taifa la Tanzania. Je, ni kumaanisha kwamba kumekuwa na upungufu wa ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania kwa faida ya ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda? Ni baadhi ya masuala ambayo naamini yatakuwa yakijitokeza katika ziara hii. Masuala mengi ambayo yanahusiana na kilimo na mazao yanayotoka shambani huwa sana yanazalishwa nchini Tanzania, na Wakenya wamekuwa ni wateja wakuu wa vyakula kutoka taifa hilo la Tanzania, na pengine ni mojawapo ya masuala ambayo wafanyabiashara watakuwa wakitarajiwa kuwasilisha malalamishi yao, na pengine hali iko vipi, ni vikwazo vipi ambavyo wamekuwa wakikumbana navyo kufanikisha biashara hiyo, na pengine ni masuala ambayo wafanyabiashara wanatarajia kwamba kutakuwa na nafuu zaidi katika namna ambavyo biashara hizo zinaendeshwa kati ya mataifa haya mawili, ili kuhakikishia faida kubwa, ikizingatiwa kwamba Tanzania ni taifa lenye idadi kubwa sana ya watu kilinganishwa na Kenya. Kwa hivyo ni soko pana tu ambalo iwapo kutakuwa na ufanisi huu wa kibiashara, na ikizingatiwa kwamba ule umbali sio mkubwa, basi itakuwa ni afueni kwa wafanyabiashara humu nchini ambao wanauza vifaa mbalimbali, haswa vitu ambavyo vimezalishwa viwandani ambavyo Tanzania wamekuwa wakipata kutoka taifa hili la Kenya. Na ziara hii inafanyika wakati ambapo taifa hilo la Tanzania limechukua mtazamo na msimamo tofauti katika vita dhidi ya janga hili la corona, na hakika ni mojawapo wa vitu ambavyo vitakuwa vikizungumziwa hii leo, ikizingatiwa kwamba Kenya awali ilikuwa, ama baadhi ya viongozi hapa nchini Kenya wamekuwa wakitaka mpaka wa Kenya na Tanzania ufungwe, wakisema kwamba ni mojawapo ya
njia ambazo zinaongeza maambukizi ya COVID-19 humu nchini, kizingatiwa kwamba taifa hilo la Tanzania awali halikuwa na misimamo mikali kuhusiana na swala hili la vita dhidi ya corona, lakini kwa sasa hali ilivyo ni kwamba taifa hilo linatangaza mikakati ya kuendelea kudhibiti corona katika taifa hilo, na wanapodhibiti corona katika taifa hilo basi wanakuwa wakisaidia katika kule kudhibiti katika kanda ya Afrika Mashariki na haswa hapa nchini Kenya, maana kuna mwingiliano mwingi sana kati ya mataifa haya mawili katika mipaka tofauti ambao mataifa haya mawili yanashirikiana pale katika mipaka, masuala ya kibiashara na pia kuvuka kwa ziara mbalimbali. Kuna Wakenya walio Tanzania na kuna Watanzania walio hapa nchini Kenya. Kuna wale ambao wamefungamana kwa masuala ya kibiashara, masuala ya ndoa, kule kupata vile vyeti vya ndoa imekuwa ni mojawapo ya changamoto kuu, ambapo kuna masharti makali tu ambayo mmoja lazima azingatie kabla ya kufunga ndoa na raia wa Tanzania au Mtanzania kufunga ndoa na raia wa Kenya. Ni baadhi ya masuala ambayo Wakenya wanatarajia kuona je, watakuwa wakipata afueni na hali irejee ilivyokuwa wakati ambapo kulikuwa na ile Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati wa kwanza miaka ya 70 kule. Je, kutakuwa kuna rejelewa katika hali kama hizo? Ndio baadhi ya masuala ambayo Wakenya watakuwa wakisubiria. Kwa hivyo kama unavyoona hapo, picha hizo ni za moja kwa moja kutoka uwanja wa kimataifa wa JKIA, na utakumbuka kwamba Rais John Pombe Magufuli alirejesha swala la Air Tanzania ama ndege za Tanzania wakati ambapo akishika hatamu yake, ikiwa pengine mwaka wa 3 hivi wa hatamu yake ya kwanza. Alipiga jeki sana swala la ziara za angani, akirejesha ile hadhi ya ndege za Air Tanzania. Wakati ule wengi wakifurahia sana kwamba biashara zitakuwa zikinoka katika taifa hilo. Ni miongoni mwa mikakati na miongoni mwa miradi ambayo aliitilia mkazo sana hayati Rais Magufuli wakati wake. Kwa hivyo kuona ndege hii ya Tanzania ikitoa hapa, hakika ni swala ambalo kwa Tanzania linaonyesha fahari yao kwamba kweli rais huyo alipata kuwasaidia katika swala hilo la ziara za angani. Kwa hivyo tunatarajia kuona wakati wote kutoka sasa Rais Suluhu akitoka kwenye ndege hiyo ili kuanza rasmi ziara yake ya siku 2 hapa nchini Kenya, ambapo mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta anasubiri kumpokea katika ikulu ya Nairobi, na kutakuwa na mengi tu ambayo atakuwa kijiri, atakuwa kizungumza na wanahabari, na wote hao atakuwa tukifuatilia kusikia ni yapi ambayo atakuwa yakitokana na kauli zao na mazungumzo yao. Baadhi atakuwa ni ya hadharani, mengine atakuwa ni ya faragani. Yote hao atakuwa tukipata kujua je, ni kipi ambacho kitakuwa kikijitokeza katika mazungumzo hayo, na kuna mikataba ipi ambayo itatiwa saini ili kuhakikisha kwamba biashara kati ya mataifa haya mawili inazidi kunoga. Kwa hivyo wakati wote kutoka sasa tutarajia kumwona Rais Suluhu akitoka kwenye ndege hiyo ambayo imetua katika uwanja wa kimataifa wa JKIA, na utakumbuka kwamba hii ni ziara yake ya pili Suluhu nje ya nchi ya Tanzania baada ya kushika hatamu kama rais wa taifa hilo, ikiwa ziara yake ya kwanza ilikuwa ni ya kuelekea nchini Uganda, na hii ya pili sasa ambapo anakuja hapa nchini Kenya. Na kuna mengi tu masuala ya kihistoria, mivutano ya kihistoria kati ya mataifa haya mawili ambayo imekuwepo, na tutarajia kuona je, ushirikiano huu mpya utapata kusuluhisha baadhi yake. Wengi walipata kuzungumzia uhusiano wa karibu uliokuwa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na hayati John Pombe Magufuli, lakini wakatilia shaka uhusiano kati ya mataifa, kusema kwamba ule ushirikiano kati ya marais haukuwafaa sana wa Kenya kama ambavyo wangetarajia, maana uhusiano kati ya mataifa haukuwa mzuri sana, haswa katika masuala ya misimamo na mikakati na mikataba ambayo ilikuwa inawekwa pale kuhusiana na masuala ya kibiashara. Kwa hivyo ni hakika swala ambalo wengi wanasubiri kwa hamu na gamu kuona je, itakuwa vipi. Na vile vile Rais Suluhu atakuwa akizungumza na wafanyabiashara kutoka taifa lake ambao huko nchini Kenya, na vile vile wafanyabiashara huko nchini Kenya ambao wanafanya biashara nchini Tanzania watakuwa wakipata kuzungumza na wao wote waliofika hapo kumpokea. Naona kuna baadhi ya mawaziri pale. Rachel Omamo ambaye ni waziri wa mashauri ya kigeni yuko pale kumpokea Rais Suluhu Hassan, na baada ya kumpokea watakuwa kifululiza moja kwa moja hadi kwenye ikulu ya Nairobi. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia kuona yakifanyika sasa hivi. Tupate kumwona Rais Suluhu Hassan na ujumbe wake kutoka taifa la Tanzania wakitoka kwenye ndege hiyo ya Air Tanzania ambayo tayari ishatua dakika chache zilizopita, hakika ikiwa imetua mapema kidogo tu kuliko ilivyotarajiwa
kwa ziara hii yake ya siku 2 humu nchini Kenya. Kwa hivyo atakuwa akishuka na tutakuwa tukipata kuyashuhudia hayo ambayo yatakuwa yakifanyika pale. Pia kuna swala la uchimbaji mafuta, usafirishaji wa mafuta ambao ulikuwa ni mabomba ilikuwa yanatarajiwa kupitishwa hapa nchini Kenya hadi taifa la Uganda, lakini kumekuwa na mabadiliko kwamba huenda mikataba hiyo sasa ikakuwa ikihamia katika taifa la Tanzania, ambapo Uganda itakuwa ikisafirisha mafuta hayo kupitia Tanzania, na pia ule ujenzi wa reli ya kisasa ambao ulikuwa unatarajiwa kupitia hapa nchini Kenya kuelekea hadi Uganda, ni kama hilo litakuwa likipitishwa katika taifa la Tanzania. Maana taifa la Uganda linategemea sana mataifa haya mawili, Kenya na Tanzania, ili kusafirisha bidhaa kutoka katika bandari. Maana taifa lenyewe la Uganda halina nafasi katika bahari, wanasema ni landlocked, aligusani na bahari kwa sehemu yoyote. Kwa hivyo ushirikiano kati ya Kenya na Uganda, Tanzania na Uganda huwa ni muhimu sana kwa taifa hilo la Uganda kuamua mshirika wake wa kibiashara. Maana tunajua kwamba biashara husaidia sana katika uchumi wa mataifa haya. Kwa hivyo taifa la Tanzania ndilo taifa kubwa kabisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na ndilo taifa lenye raia wengi zaidi. Kwa hivyo ukiangalia masuala ya biashara, ndilo taifa ambalo tutasema kwamba lina soko kubwa zaidi. Kwa hiyo wanatarajia mataifa yote yatakuwa kitaka sana kuwa na uhusiano mwema na taifa hili, ili watakapokuwa wakifanya biashara basi wawe na soko pana kwa vitu ambavyo wanapata kuzalisha katika mataifa yao. Kwa hivyo kwa sasa picha hizo ni za moja kwa moja. Tunamsubiria Rais Suluhu Hassan apate kuteremka kutoka kwenye ndege hiyo na apate kupokelewa na ujumbe ambao umefika katika uwanja wa JKIA kumpokea leo. Kwa hiyo ni ziara ya siku 2, na kama nilivyodokeza ni itakuwa ikihusisha mikutano mbalimbali. Tunaona tayari wameanza kuteremka pale wageni wanaoingia kutoka Tanzania, na najua kwamba Rais Suluhu atakuwa ni mmoja wao. Hawa kwa sare walizovalia hakika ni wahudumu wa ndege. Kuna wanahabari, jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya uhuru wa wanahabari, na hakika wakapata pigiwa debe sana tu kwa kazi ambao wanafanya, kwa kazi ambao tunafanya kama wanahabari, kazi muhimu sana. Lazima tuandamane na viongozi hao kuhakikisha kwamba chochote kinachofanyika kinapata kunakiliwa katika madaftari ya kihistoria. Watakao kuja katika vizazi vijavyo wapate picha hizi wakielezwa ziara kama hii iliwahi kufanyika na ilikuwa na umuhimu gani. Kwa hivyo wanahabari ndio wameshuka tayari kumsubiria atakapokuwa akiteremka, ili wasikose hata nukta moja ama sekunde moja ya kile ambacho kitakuwa kikifanyika hapa. Kwa hivyo lazima wateremke kwanza. Awali wanasema ukiona zinduna na ambari ipo basi umeona zinduna, tusubiri ambari. Kwa muktadha huu ambari ni Rais Suluhu Hassan ambaye tutarajia kwamba atakuwa akiteremka wakati wote kutoka sasa, ili tupate kuona hali itakuwa vipi. Ziara hii ikifanyika wakati ambapo kumekuwa na maswali mengi tu kutoka baadhi ya viongozi nchini wakitaka mpaka wa Kenya na Tanzania ufungwe, wakisema kwamba ongezeko la maambukizi ya corona yanatokana na ule mtagusano pale mpakani na urahisi wa kuingia katika mataifa haya mawili pale mpakani bila vyeti vya baadhi ya wale ambao wanapata kuingia, lakini baadhi ya viongozi wakisema kwamba sivyo. Kwa hivyo naamini kwamba ni mojawapo ya masuala ambayo atakuwa akizungumziwa, vile vita dhidi ya COVID-19. Nitakumbuka kwamba baadhi ya mataifa katika eneo hili tayari yamesema kwamba wamepata kupata ile sampuli ama wamepata kuwa na maambukizi ya COVID-19, muundo wa virusi hivyo ambao umepatikana kule India. Kwa hivyo lazima mataifa yapate kutahadhari kuhakikisha kwamba hali hii inapata kudhibitiwa. Kwa hivyo kama mataifa ukanda wa Afrika Mashariki lazima kuwe na ushirikiano na vigezo viwekwe kwamba iwapo nyie mnafanya maambukizi, mnadhibiti maambukizi kwa mbinu ambazo zinakubalika ama zinaaminika, basi nasi upande wetu lazima tufanye hivyo, ili tusije kudumaza juhudi za taifa moja. Taifa moja likifanya juhudi, mataifa mengine yanayopakana asipofanya juhudi basi itakuwa ni bure. Basi ndio tunamuona hapo akiteremka Rais Samia Suluhu Hassan katika uwanja wa JKIA na walezi wake na ujumbe ambao wamefika nao kutoka taifa hilo la Tanzania. Napokelewa hapo na waziri wa mashauri ya kigeni nchini ambaye ni Rachel Omamo, akiandamana na ujumbe mwingine ambao umepata kufika pale kumpokea katika uwanja huu
wa JKIA ili apate kuelekea katika ikulu ya Nairobi. Kwa hivyo amefika tayari pale, tunamuona akipokelewa na ujumbe uliofika pale. Naona baadhi ya viongozi wakuu serikalini na mawaziri, na naona pale akipata kupokelewa kama inavyostahili. Pia nimemwona balozi wa Kenya nchini Tanzania pale, Kazungu ni mmoja wapo wa wale ambao wamepata wasili katika ujumbe ambao umeingia na Rais Suluhu, na vile vile balozi wa Tanzania hapa nchini Kenya ni miongoni mwa wale ambao naona hapa wakimpokea Rais Suluhu Hassan kwa ziara hii yake rasmi hapa nchini Kenya, na anaelekezwa kwa sehemu ambapo atakuwa akipokelewa kwa gari ili apate kuendelea na safari yake sasa kuelekea ikulu ya Nairobi, ambapo mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta anamsubiria, na atakuwa akipokelewa kwa hadhi na dhima kama rais, ambapo ataandaliwa gwaride ya heshima kumpokea, na vile vile kutakuwa na kule kupigwa risasi mara 21 kumpokea rais rasmi ambaye anazuru taifa hili la Kenya. Sio mara yake ya kwanza Samia kuja hapa nchini Kenya, lakini ndio mara yake ya kwanza kuingia kama rais akiwa na hadhi alionayo, na sio tofauti na marais wengine, manake marais wote wa taifa hilo la Tanzania wamewahi kuingia katika taifa hili, kuanzia mwanzilishi wa taifa hilo marehemu Nyerere Mwalimu aliwahi kuja hapa nchini Kenya, Mwinyi amewahi kuja hapa nchini Kenya, mwenda zake Mkapa vile vile amewahi kuja hapa nchini Kenya, Jakaya Kikwete vile vile, hayati John Pombe Magufuli vile vile amewahi kuja hapa nchini Kenya, na Samia Suluhu vile vile sasa anazuru taifa hili akiwa amevalia magwanda hayo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni takriban siku 40 hivi ama zisizozidi 40 tangu ashike hatamu za uongozi. Kwa hivyo kinyume na alivyokuwa Pombe Magufuli, ni kwamba yeye amefanya ziara amekuwa akifanya ziara nje ya nchi, ikiwa ni ziara yake ya pili kwa siku chache ambazo amekuwa rais wa taifa hilo. Kwa hivyo ni swala ambalo wengi wanatarajia kusubiria kuona, je, ni mikakati ipi alionayo Rais Suluhu? Mbona anafanya ziara hizi katika mataifa haya ambao ni jirani? Mbona ameanza kwa kufanya hizi ziara katika mataifa haya? Je, kuna umuhimu gani wa kuwa na ziara kama hizi? Kwa hivyo mtazamo wake na msimamo wake na uongozi wake unaelekea kuwa huenda ukawa tofauti kidogo na ulivyokuwa wake John Pombe Magufuli. Maana tumeona yeye ameanza kwa ziara ya taifa la Uganda, na vile vile sasa hivi yuko hapa nchini Kenya kwa ziara hii rasmi, na ameanza kufanya ziara hizi. Hata wakati ambapo walikuwa wanaandaa mazishi ya John Pombe Magufuli, mojawapo wa masuala ambayo Suluhu alisema ni kwamba anatarajia kwamba ataimarisha uhusiano, atazidi kuimarisha uhusiano wa taifa hilo na mataifa mengine ambayo katika ukanda huu na Afrika nzima. Manake hata wageni na viongozi ambao walifika katika ile mazishi aliwahakikishia kwamba watarajie ushirikiano mkubwa kati ya taifa hilo na hayo ambayo alipata kuwakilishwa katika mazishi hayo ya John Pombe Magufuli. Kwa hivyo Kenya likiwa ni taifa ambalo linapakana na taifa hilo, hakika liko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba uhusiano kati yake na Tanzania unapata kuimarishwa. Manake mataifa yanapokuwa yamepakana na ule uhusiano wake ukawa mzuri, basi inamaanisha kwamba kutakuwa na uhusiano mzuri kati ya mataifa yale, inamaanisha kwamba raia wake watapata kufaidi zaidi, na kufaidi zaidi inamaanisha kwamba kule kufanya biashara kutakuwa kunafanyika kwa urahisi, ule mtagusano katika masuala ya ndoa na mingiliano mingine, hata mafunzo itakuwa ni masuala ambayo yanasaidia sana katika wale raia wa mataifa yote mawili kupata kushirikiana. Manake Tanzania ni taifa kubwa sana ikilinganishwa na taifa la Kenya. Kwa hiyo kuna soko pana katika taifa hilo. Kwa hivyo ni ziara ambayo ina umuhimu kabisa kwa wafanyabiashara ambao ni miongoni mwa wale ambao wameratibiwa kukutana na Rais Samia Suluhu, kufanya naye kikao ili wapate kushauriana kuhusu mbinu bora za kuboresha biashara katika mataifa haya mawili. Kwa hivyo kama ulivyoona ni kwamba ziara hiyo yake Samia Suluhu basi ndio hivyo imeanza, na amepata kutua katika uwanja wa JKIA. Kwa sasa yuko njiani akifanyiwa maandalizi ili apate kuanza safari yake kuelekea katika ikulu ya Nairobi, ambapo tutakuwa tukisikia hotuba yake na pia hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta, na kisha watakuwa wakifanya kikao cha faraga ambacho baadaye pengine tutakuwa tukifahamishwa kuna mikakati ipi ambayo imewekwa ya ushirikiano zaidi kati ya mataifa haya mawili kuelekea mbele
na sio tu masuala ya kibiashara, pia masuala mengi tu ambayo yanahusiana na tamaduni za mataifa haya, masuala ya wanyamapori, masuala ya utunzaji mazingira, na pia kumekuwa na ile mizozo ambayo imekuwepo. Kuna wanaharakati ambao wamekuwa wakizungumzia masuala ya Wakenya ambao wako vizuizini katika taifa la Tanzania. Kuna wale ambao wamekuwa wakizungumzia kuhusu wanahabari ambao wako vizuizini katika taifa la Tanzania, wakimtaka ama wakimuomba Rais Samia Suluhu Hassan apate kuachilia huru wale ambao waliwekwa gerezani bila ya sababu mahususi, wakisema kwamba hiyo ni kuonyesha nia njema kwake kwa wanahabari. Jana ikiwa ni siku ya uhuru wa wanahabari duniani, siku ambayo ilipata kuadhimishwa katika mataifa mbalimbali, wengi wakipata kumtaka ama kumuomba Rais Samia Suluhu apate kuachilia baadhi ya wanahabari ambao wangali kizuizini. Kuna wale ambao tayari waliachiliwa na wakapata kumpongeza kwa hilo, lakini kuna wengine ambao bado wangali vizuizini ambao inasemekana kwamba walitiwa vizuizini kwa njia ambazo zinakiuka sheria, na ni swala ambalo baadhi ya wanaharakati wengine wamepanga kufanya vikao hapa Nairobi ili wapate kushinikiza Rais Suluhu apate kuzingatia masuala hayo. Na vile vile kuna wale wanaharakati ambao walitiwa kizuizini katika utawala wake Rais Magufuli, na hata kabla ya hapo wamekuwa wakimuomba Rais Samia Suluhu kama kuonyesha nia njema kuhusiana na swala la uongozi na ule uhuru wa kikatiba kwa wananchi, na wale ambao wana kauli ambazo ni tofauti na zile za serikali. Wanasema kwamba iwapo atapata kuachilia huru, basi itaonyesha ama itatoa picha nzuri kuhusiana na uongozi wake, na atapata uungwaji mkono mkubwa sana kutoka kwa wale wanaharakati na kutoka kwa makundi mengine ambao wanahisi kwamba utawala wa taifa hilo ambao umekuwepo awali haukuwa unawapa nafasi sana wale ambao katika nafasi hiyo kufanya hivyo. Na hapo baadaye kidogo, kama nilivyodokezea, ni kuwa Samia Suluhu Hassan atakapokuwa akifika katika ikulu ya Nairobi na kupokelewa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, tutakuwa tukipata kusikiza watakaokuwa wakizungumza pale, wakitoa hotuba zao kwa wanahabari, na tayari wanahabari wetu wako pale tayari wakimsubiria Suluhu apate kufika pale ili tukapate kusikiza hizo hotuba zao kabla ya kikao chake cha faraga na Rais Uhuru Kenyatta. Na Leila Mohamed, naamini unanipata ukiwa hapo katika ikulu ya Nairobi, na nitakuwa nikisema nayo kwa njia ya simu tu kutueleza hali iko vipi kwa sasa, maandalizi ya kumpokea Rais Samia Suluhu ambaye tayari ashawasili katika uwanja wa kimataifa wa JKIA. Naam, Dan, ukiwa kama wewe ni mkazi wa Nairobi utagundua kwamba kuna pilika nyingi za vituo vya usalama, maafisa wa usalama katika maeneo tofauti barabarani kuhakikisha kwamba usafiri wa Rais Suluhu Hassan itakuwa ni safi kabisa kufika hapa katika ikulu ya Nairobi. Atakapofika atapokelewa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Moja kwa moja atakagua gwaride ambayo imeandaliwa kwa heshima yake na majeshi ya Kenya ambayo ni KDF. Vile vile jeshi la wanamaji litaweza kuandaa heshima kuu zaidi ya kumpokea mkuu wa taifa jirani, ambayo kutakuwa na mizinga 21 ambayo itapigwa kwa ili kumkaribisha Rais Suluhu hapa nchini. Baada ya hapo ataingia ndani ya kikao cha faragha na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, ambapo wawili hao wanatarajiwa kuzungumzia masuala mengi kutokana na swala la uhusiano wa kijamii, wa kiuchumi, wa kisiasa na mambo mengi zaidi ya kuboresha uhusiano kati ya Kenya na Tanzania. Wawili hao wanatarajiwa kuhutubia kikao cha wanahabari baada ya hapo, na vile vile labda tunatarajia kwamba ataweza kupokea maswali kutoka kwa Wakenya. Nimeweza kudurusu na kuangalia tu magazeti ya nchini Tanzania ambao wengi wanafuraha kwamba Rais Suluhu amekuja nchini. Vile vile Wakenya wamefurahia, wao wako na matarajio yao mengi, hasa ni kuhusiana na swala la biashara kati ya Kenya na Tanzania, swala la uchukuzi. Kumbuka shirika la ndege la Tanzania limeboreshwa katika usimamizi wa Rais Magufuli. Hii leo ameweza kutua katika uwanja wa ndege wa JKIA akiwa anasafiri katika ndege ya shirika la kitaifa la Tanzania. Vile vile labda huenda wakatarajia kwamba kutakuwa na safari kutoka Kenya na Tanzania kupitia ndege mbili hizi za mataifa ya Kenya na Tanzania. Vile vile hapo kesho anatarajiwa kuhutubia kikao cha bunge. Hiki ni kikao maalum, Daniel Mule, kwa sababu ataweza kuwaeleza wabunge wa Kenya ni matarajio yapi kama kiongozi wa taifa jirani. Kumbuka hili ni jambo ambalo pia ni kama heshima kuu ambalo bunge la taifa litampa Rais Samia Suluhu Hassan kama njia moja tu ya kumkaribisha katika eneo hili la Afrika Mashariki kama mgeni wetu. Sio kwamba yeye ni mgeni katika eneo hili, lakini hii ni safari yake ya kwanza rasmi
rasmi kama kiongozi wa taifa jirani. Na vile vile wengi katika mataifa haya mawili wana matarajio mengi zaidi kutokana na uhusiano huu ambao wanasema kuanzia leo unatarajiwa kuboreshwa zaidi ikilinganishwa katika miaka ya hapo awali. Kulikuwa na misukosuko hasa katika eneo la mipakani, masuala ya kuingiza na kutoa bidhaa katika eneo hilo. Kenya na Tanzania ilikuwa katika hali ya mvutano. Hayo ni mambo ambayo wengi ambao wanahusika kwa njia moja au nyingine wangependa hasa lizungumziwe na lijadiliwe kwa kina. Kwa sasa tunatarajia kuingia kumpokea Rais Samia, ambapo tutaweza kueleza kwa kinaga ubaga ni kipi ambacho kimemleta maalum hususan kufika katika taifa hili la Kenya. Sijui kama kuna mengi zaidi, Daniel Mule. Na Mlela, najua umekuwa ukifuatilia swala hili la ziara hii yake Rais Suluhu Hassan hapa nchini Kenya, na vile swala la kauli kutoka kwa wanadiplomasia mbalimbali. Huu mtazamo wake ama mbinu yake ya uongozi, ambapo ameanza tu siku 40 hata zijaisha bado tayari anazuru taifa la pili, linatoa taswira gani kama kwa kiongozi wa taifa kama huyu? Kwa kweli Daniel, wengi wamefurahia, wanasema kwamba ni mwamko mpya, lakini kuna baadhi ambao wanasema tusifurahie kwa njia ya furaha sana, ili tumpe muda aweze kufanya mambo mawili matatu na kuweka mikakati ya kuongoza katika siku zijazo. Wengi wanasema kwamba hatua ambazo amezifanya katika nchi ya Tanzania ni za kupongezwa, hususan swala la kufungulia uhuru wa wanahabari katika taifa hilo, vile vile kujaribu kuleta mkono wa kuwasalimia majirani wao ambao katika miaka ya hapo awali kumekuwa na uvuta ni kuvute. Kumbuka safari yake ya kwanza ilikuwa nchini Uganda, ambapo alikuwa anaendeleza ule mpango ambao ulianza na rais mwenda zake John Pombe Magufuli, ile saini aliyotia pamoja na Rais Yoweri Kaguta Museveni ya bomba la mafuta ambalo litaweza kupitia kutoka Uganda hadi Tanzania na kadhalika kuelekea katika bandari ya Dar es Salaam. Hayo ni mambo ambayo wachanganuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema kwamba japo Kenya itahisi kwamba inaangaliliwa kwa njia nyingine, wengi wanasema upanuzi wa eneo la Afrika Mashariki wakati umefika. Maendeleo ni lazima yafanyike katika sekta mbalimbali, sio tu uchukuzi wala kawi, bali masuala mengi zaidi. Na wanasisitiza kwamba Kenya na Tanzania wako na historia nzuri, sio kilugha watu wanazungumza Kiswahili. Kenya na Tanzania sio kimbari, wengi wameoa Kenya, wengine wameolewa Tanzania. Kuna jamii ambazo zinazungumza lugha moja Kenya na Tanzania, naweza nikakutajia wengi zaidi. Kuna wale Wapare katika mpaka wa Kenya na Tanzania kule Taveta, kuna Wamasai ambao wako katika eneo la Kajiado Kusini na Kajiado ya Kati. Kuna wale ambao wanazungumza Kijaluo katika eneo la Mwanza ambao inapakana na Kisumu katika eneo la Ziwa Victoria. Kwa hivyo kuna masuala mengi ambayo yanatuleta pamoja, na sio tu biashara ama masuala ya kisiasa, bali pia ya kijamii ambayo wengi wanasema ndio muhimu zaidi ili kuboresha uhusiano kati ya watu ambao ni watoka nitoke. Tumbo la mama ni moja, ila watoto ndio walikuwa waliangukia pande tofauti. Kwa sasa wanasema cha muhimu mno ni kuganga yajayo na kusahau yaliyopita, manake si ndwele tena. Na Mlela, ni kweli masuala ya kitamaduni vile vile na hata lugha tunayotumia lugha ya Kiswahili, japo wao wanaitumia zaidi tunavyotumia hapa, lakini hadhi yake ni sawa, manake hata hapa kwetu ni lugha rasmi na vile vile ni lugha ya taifa. Na pengine Leila, hata kabla kuruhusu kuondoka, kuna hili swala la vita dhidi ya corona tumekuwa tukifuatilia katika habari zetu, hata baadhi ya viongozi hasa wabunge wakiutaka ule mpaka wa Kenya na Tanzania kufungwa, baadhi wakisema kwamba hilo pengine limechangia ongezeko la maambukizi hapa nchini Kenya. Sijui kwa wale ambao wamesema nao Leila, na tathmini yako, na hisi pengine ziara hii huenda ikazima baadhi ya kauli hizo? Kwa kweli Rais Samia Suluhu amefanya hatua kubwa zaidi katika kutambua kwanza kwamba maradhi haya ya COVID-19 huenda yapo nchini Tanzania. Aliunda jopo kazi maalum, nakumbuka takriban wiki 2 zilizopita, na kusema kwamba atategemea maoni ya wanasayansi kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na janga hili. Hivi jana alitoa taarifa kamili kuhusiana na swala la kuingia na kutoka nchini Tanzania. Ameweka vigezo maalum kuhusiana na swala la
COVID-19 na kuwahitaji wanaoingia nchini Tanzania kuwa wamepata chanjo au wako na cheti cha kuonesha kwamba hawana virusi hivyo vya corona, na mambo mengi zaidi ambayo hayakuwepo hapo awali. Ni hatua ambayo anachukua, japo ni hatua moja guu pili, sio kama ilivyokuwa katika wakati wa mwenda zake Magufuli, ambaye alisisitiza kwamba Tanzania wamepigana na corona, wameishinda, na hakutaka tena kuzungumzia swala hilo. Wataalamu walikatazwa kuzungumzia swala hilo, wanahabari walikatazwa kuzungumzia swala hilo, ila WHO ilikuwa imesisitiza kwamba janga la COVID-19 liko duniani nzima, na ilikuwa ni muhimu kwa Tanzania kwanza kuiangalia kama jambo ambalo litaleta uhusiano mbaya kati ya Tanzania na mataifa mengine duniani, na sio tu maeneo ya mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo Rais Samia amepongezwa kwa hatua ile ambayo amechukua katika wiki hizi ambazo zimefikia mpaka hapo jana, na wengi wana matumaini makubwa kwamba hali itakuwa ni shwari kuhusiana na swala la wengi kuvaa barakoa nchini humo, ama wao kujikinga tu kwa kiwango kimoja au kingine kuhusiana na swala hili zima la COVID-19. Na asante Leila, pengine swali la mwisho kisha nitakuruhusu. Ile swala la wanahabari umezungumzia kuhusiana na ule uhuru wa wanahabari na namna ambavyo taifa hilo pia limekuwa likijaribu kupiga jeki tangu alipoingia Rais Suluhu Hassan, jana ikiwa ni siku ya kuadhimisha uhuru wa wanahabari kimataifa. Kama wanahabari, manake awali kumekuwa na vikwazo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiwekwa na taifa hilo la Tanzania. Nakumbuka katika uchaguzi mkuu uliopita mashirika ya kimataifa na vyombo vya habari vya kimataifa vikiongozwa na Umoja wa Ulaya EU walikuwa wakilalamika tu kwamba vigezo ambavyo vimewekwa kuwaruhusu, ama ile kwa kimombo wanasema accreditation, kule kuwaidhinisha wanahabari kwenda katika taifa hilo, wanahabari wa kimataifa, kulikuwa na changamoto nyingi tu, na kule kwamba Rais Suluhu ameanza kwa kusema kwamba vyombo vya habari vinafaa kuwa na uhuru wake. Inatoa taswira gani kwa wanahabari kama sisi ambao tungependa kuendelea kufuatilia taarifa sio tu Tanzania pekee bali katika kanda ya Afrika Mashariki? Ukizungumza na wachanganuzi ambao wanaelewa hasa sheria na masuala ya wanahabari nchini Tanzania, wanasema kitu cha muhimu ni kwamba mabadiliko yafanyike katika sheria za Tanzania kuhusiana na swala zima la wanahabari. Hapo ndipo ambapo wataweza kuanza kupigana na vita dhidi ya ukandamizaji wa wanahabari na wanahabari kwa ujumla. Wengi wanasema kwamba Rais Samia amechukua hatua kubwa kwa kufungulia vyombo vya habari vya vinavyotumia mitandao kuweza kupeperusha matangazo baada ya kufungiwa wakati wa rais mwenda zake John Pombe Magufuli. Lakini wanasema kuna sera zaidi ambazo zinatarajiwa na ni muhimu kubuniwa kuhakikisha kwamba hatua ambazo zinachukuliwa pia zinaandamana na sheria zilizopo. Maana wanasema mdomo mtupu ama mkono mtupu haulambwi. Unaweza ukatamka kitu kimoja, lakini wale ambao wanashughulika kwa kiwango kikubwa na utekelezaji wa sheria hizi ni muhimu wapate mwelekeo kupitia sheria, ndiposa zile ambazo zinaonekana kama dhuluma dhidi ya wanahabari ziweze kudunishwa kwa kiwango kimoja au kingine. Naam, asante sana Leila Mohamed. Hakika litakuwa ni swala ambalo litakuwa ni afueni sana kwa wanahabari, sisi tukiwepo, kwamba itakuwa ni nafuu zaidi kupata kuingia katika taifa hilo, hata kuangazia mengi tu ambayo yanajiri kwamba yanayojiri kule katika taifa hilo, mema na pengine hata ambao ni maovu. Na leo nakumbuka wakati fulani ambapo wabunge wetu hapa nchini Kenya walikuwa wameanza kufanya mjadala yao kila Alhamisi kwa lugha ya Kiswahili, na walikuwa wanasema kwamba wale ambao wanawatia shime ni wenzao kutoka taifa la Tanzania. Sijui iwapo pengine ziara yake pale katika ikulu hapo kesho atakapokuwa akisema nao pengine tarejesha ile shime. Najua kwamba ni jambo ambalo lilipitisha kama bunge kwamba kila wiki pawe na siku moja ambapo wanafanya mjadala wao kwa lugha ya Kiswahili, na ni jambo ambalo halijakuwa likizingatiwa sana vile. Pengine unahisi kwamba ile ziara yake pale itapata kuwatia shime kuendelea kufanya ile mjadala kwa lugha ya Kiswahili siku za Alhamisi au pengine siku nyingine ambao watachagua? Mule unafahamu kwamba bunge la Kenya limefanya hatua zaidi tu ya kuwarai wabunge kuzungumza katika lugha ya Kiswahili angalau kwa siku moja. Kumbuka zile stakabadhi ambazo ni sheria za bunge ziliweza kutafsiriwa na baadhi ya wataalamu katika sekta hii ya tasnia ya lugha kuu ya Kiswahili.
ingekuwa ni muhimu kwa Wakenya kumuona akizungumzia mabunge yote mawili kwa lugha ya Kiswahili, ambao wengi wanasema ni lugha maalum, lugha ambayo itamfikia mwananchi wa kawaida, na ni lugha ambayo Rais Magufuli alipenda kuitumia sana na alienzi na kusema kwamba ni lugha ambayo sisi kama Waafrika ni muhimu tuizingatie na kuikumbatia, na akisisitiza kwamba ni lugha ambayo itatuleta pamoja. Kumbuka pia Afrika Kusini imeshaanza mchakato wa kuanza kufunza Kiswahili katika shule zao za msingi na vile vile shule za upili, jambo ambalo Rais Cyril Ramaphosa katika mazishi ya mwenda zake Magufuli aliweza kusisitizia na kusema kwamba hivi karibuni ana matumaini ama anatarajia kwamba Kiswahili kitazungumzwa bara zima la Afrika. Kwa hivyo ni jambo muhimu, jambo ambalo Wakenya wanatarajiwa kujivunia, na ni matumaini ya wengi kuona kwamba Kiswahili hiki kitaweza kuzungumziwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika kikao hicho cha bunge hapo kesho. Na Leila, kama mwanahabari, pengine wako na urahisi upi pengine hata kufuatilia taarifa ambazo zinahusisha viongozi wa mataifa ambayo pengine na uhusiano bora zaidi na taifa lako? Huwa kuna tofauti iwapo wale viongozi wana uhusiano mwema zaidi na mataifa yako na iwapo hakuna uhusiano mwema kati ya mataifa haya mawili? Huwa kuna urahisi au ugumu kama mwanahabari kufuatilia taarifa kuhusiana na mataifa kama hayo? Unafahamu kwamba diplomasia inakuhitaji kuweka hisia zako kando na kufuata jinsi sheria za diplomasia zinavyosema. Wakati ambapo nimekuwa kama mwanahabari na kutangaza ama kufuatilia kwa kina ziara za viongozi kutoka mataifa mbalimbali, imekuwa ni tofauti kulingana na ni kiongozi ni nani, anatoka taifa gani, uhusiano wa taifa hilo na Kenya ni wa aina gani. Hii ni rahisi kidogo, manake huyu ni kiongozi ambaye ni wa taifa jirani, ni mama. Mimi kama mwanahabari ambaye ni mwanamke pia nafurahia kuweza kutangamana naye na kumsikiza na kufanya ripoti zangu kuhusu ziara yake humu nchini, jambo ambalo ni la kufurahia na kifahari kwa sisi wote kama Wakenya na wanawake kwa jumla. Uhusiano ambao imekuwa ni uhusiano baridi, utaweza kutizama jinsi viongozi wanavyojieleza pasipokuwa na kutamka maneno mdomoni mwao, kinywani mwao, jinsi wanavyosimama, jinsi wanavyotazamana, jinsi sura zao zinakaa vipi, na mambo mengi zaidi. Ila kuna baadhi wengi unapata mabalozi inakuwa ni vigumu kwa kupata taarifa muhimu kuhusiana na ziara hizo, ila imekuwa ni rahisi mimi kupata taarifa kupitia ubalozi wa Tanzania hapa chini. Kwa hivyo kila nyani ana siku yake na kila taifa lina maneno mengi tofauti, manake katika jamii kila mmoja ana mambo yake. Dan Mule. Na hakika Leila, nafikiana nayo kwamba kila mtu pia na mikakati na taratibu zake za uongozi. Mweza kuwa nyote katika wadhifa sawa, lakini kila mtu atakuwa na mikakati na taratibu zake za kuendesha shughuli zake. Kwa hivyo mtazamaji, huyo ni Leila Mohamed ambaye tunaendelea kusema naye kwa katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Samia Suluhu kutoka taifa la Tanzania anatarajiwa kuwasili ili kupokelewa pale na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Tayari tulimuona akiwasili katika uwanja wa kimataifa wa JKIA na akiwa kwenye maandalizi ya kuondoka katika uwanja huo kuelekea katika ikulu ya Nairobi, ambapo watakuwa wakipokelewa na Rais Uhuru Kenyatta. Leila Mohamed, sijui wapo ungali kwenye laini ya simu hapo, bado unanipata Leila? Nakupata. Naam, kuna ile swala la Rais Magufuli ama hayati Rais Magufuli na Rais Uhuru Kenyatta kufungua ile sehemu ya mpaka pale katika eneo la Namanga. Walipata kufungua kituo cha hadhi ya kimataifa ambapo kilistahili kurahisisha safari za Wakenya kuingia Tanzania na Watanzania kuingia hapa nchini Kenya, iwe ni wafanyabiashara, iwe ni watalii, watu ambao wanaenda katika safari zao za kifamilia, za kibinafsi na vitu kama vile. Na wengi wakapata kusifia ule utendaji pale. Kuna baadhi ya wakosoaji ambao wamekuwa wakisema kwamba huenda hayati Rais Magufuli ndiye ambaye alifanya kwamba ule uhusiano wa Kenya na Tanzania uwe mgumu. Lakini ukiangalia kitu kama hicho, manake mpaka huo ulifunguliwa mwaka 2018 kwa ushirikiano wa Rais Magufuli na Rais Uhuru Kenyatta, unaweza kutoa tathmini gani kuhusiana na jitihada zake hayati Magufuli katika kudumisha ushirikiano wa mataifa ya Afrika ya Mashariki? Tunapofanya hivyo, tuna msafara wa Rais Suluhu ukiondoka katika uwanja wa kimataifa wa JKIA kuelekea katika ikulu alipo Leila Mohamed, ambapo atakuwa akipata kutupasha hali ilivyo atakapokuwa akiwasili kule. Leila.
Danu, nakumbuka katika miaka 6 hivi ambapo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa kiongozi wa taifa, amefungua vituo kama hivyo katika eneo la kivukio cha Moyale katika Kenya, mpaka wa Kenya na Ethiopia. Alifanya hivyo katika eneo la Busia kati ya Kenya na Uganda. Amefanya vile vile katika eneo la Namanga katika kivukio cha Kenya na Tanzania. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ulikuwa tunajaribu kuhakikisha kwamba shughuli za kibiashara za kijamii, kuvuka kwa raia kutoka jamii nchi moja hadi nyingine ni rahisi sana, na ni jambo ambalo wengi wamefurahia. Manake kumbuka, unavyoingia katika taifa moja lazima upitie katika sekta ya uhamiaji ya nchi moja ndio uingie katika eneo nyingine. Maafisa ni wengi, shughuli ni nyingi. Kwa hivyo kuwaweka wote katika eneo moja ni kurahisishia yule msafiri kuweza kuingia katika taifa moja wakati unaofaa na kuweza kufanya biashara zake na kurejea alipotoka ama kuendeleza safari yake anakwenda. Rais John Pombe Magufuli hakuja Kenya katika ziara moja tu. Aliweza kufika katika eneo la barabara ambayo inalinganisha eneo la jiji la Nairobi kuelekea katika eneo la magharibi ambalo linajulikana kwa Kiingereza Southern Bypass. Kwa hivyo ni mzee ambaye alipenda masuala ya ujenzi na maendeleo na kuboresha jamii, na aliwaomba Wakenya sana kudumisha masuala ya amani na kujihusisha na masuala ya maendeleo ya kujenga taifa na kuwasiliana katika njia ambayo ni sawa kabisa. Ndiposa Rais Uhuru Kenyatta naye pia akawaeleza kwamba Kenya na Tanzania ni ndugu na ni muhimu sisi kufanya kazi kama kitu kimoja na sio kuonana kama watu ambao tunashindana. Japo wengi wanasema kwamba mashindano hayo bado yapo, si kwa kiwango kikubwa, ila wanatarajia kwamba katika siku zijazo baada ya kikao hichi cha leo asubuhi wanatarajia kuona mambo yataweza kubadilika kwa kiwango kikubwa zaidi mule. Na asante Leland. Hapa kwenye picha tunazo picha za msafara huo wa Rais Samia Suluhu Hassan kutoka katika uwanja wa kimataifa wa JKIA kuelekea katika ikulu ya Nairobi. Leland, nakumbuka wakati ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa humo nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, na nilikuwa pale ikulu tukimsubiria, na wakati huo kulikuwa na misongamano mikubwa sana ya magari, manake wajua lazima barabara zifungwe. Sijui kwa tathmini yako unaona barabara hali iko vipi? Tayari zimefungwa, kuna misongamano, ama ulipokuwa ukipita hali ilikuwa vipi? Manake unajua leo lazima kutakuwa na misongamano sana, manake barabara hiyo kuu ya Mombasa kuelekea kuungana na barabara ya Uhuru lazima itapata kufungwa ili kutoa fursa kwa msafara wake Rais Suluhu kuelekea katika ikulu. Hali iko vipi katika barabara zetu Leila kwa tathmini yako? Bila shaka hali haitakuwa ni hali ya kawaida katika saa 48 zijazo. Jinsi nilivyokuwa nikipita mjini nikielekea katika eneo hili la ikulu ya Nairobi, maafisa wa usalama walikuwa ni wako wengi barabarani, ila msongamano magari ulikuwepo kama kawaida. Lakini wakati ambapo rais msafara wake unatoka katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, barabara kadha zitafungwa, ikiwemo ile kuu ya Mombasa ambayo inatokea katika eneo la uwanja wa ndege, na hilo halitakuwa ni vigumu zaidi hata wakati ambapo waziri mkuu wa Israel alikuwa hapa. Kumbuka wakati ambapo aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo Barack Obama alivyofika nchini, Wakenya waliambiwa wasije mjini. Barabara zilifungwa kwa siku kadhaa kutokana na hadhi ya rais ambaye alikuwa anafika hapa nchini. Kwa hivyo jinsi nilivyojibu swali la kwanza ni kwamba ni tofauti. Inamaanisha ni kiongozi wa aina gani, umuhimu wake katika taifa ama kimataifa ni upi, na sheria zake za kumlinda kulingana na jinsi anavyolindwa nyumbani, na jukumu la Kenya kumlinda pia na kuhakikisha kwamba anapopita hali ni salama na kusikue na changamoto zingine za aina yoyote. Kwa hivyo hii leo sijaweza kuona hali ambapo tuliweza kuiona wakati Rais Obama ama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alivyokuwa hapa. Imekuwa ni hali ya salama, ila anajua wakati ambapo atakuwa anafanya pita zake hasa katikati mwa jiji. Kumbuka hii leo anapotoka hapa ataelekea katika majengo ya bunge, na wakati huo eneo zima hilo linalozunguka bunge litaweza kufungwa
kwa niaba ya kumhakikishia aweze kufika na kuweka maua, shada la maua katika eneo ambapo hayati mzee Jomo Kenyatta alipozikwa. Anapotoka pale pia akirejea kuelekea katika maeneo mengine, pia vile vile barabara zitakuwa zimefungwa. Hali ya usalama tangu tulipoingia mjini kulipokucha kulikuwa na maafisa wengi. Inamaanisha kwamba Kenya inaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tunamlinda mgeni wetu hadi pale atakapoondoka kurejea Dar es Salaam. Na asante sana Leila, na manake wewe sasa ni mwanahabari wa kike, nadhani kwamba utaweza kulizungumzia hili vizuri sana. Wajua wengi wamekuwa wakimpongeza sana Samia Suluhu kuwa rais wa kwanza wa kike katika taifa hilo la Tanzania baada ya waanzilishi wake watano waliomtangulia kuwa ni wa kiume. Kwa hivyo sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na hilo, manake najiri wakati ambapo hapa nchini Kenya jaji mkuu ambaye amependekezwa kwa sasa, ambaye bado tunasubiri shughuli ya ule uteuzi ipate kukamilika, Martha Koome, ni wa kike, na kuna baadhi ambao wamekuwa wakisema kwamba anaweza, wengine wanasema kwamba hawawezi. Kuna baadhi ambao wanasema kwamba ana uwezo, na kwamba iwapo mtu ana uwezo wa kufanya, tusiangalie jinsia yake, manake jinsia ya uongozi, kinachoongoza ni maarifa na weledi alionao. Sijui wewe una mtazamo upi Leila, ukiona rais kama huyu ambaye ndiye wa kwanza wa kike katika taifa hilo akizuru taifa hili, na anafanya hivi wakati ambapo jaji mkuu aliyependekezwa hapa nchini Kenya ni wa kike. Hili linatoa taswira gani ya uongozi, haswa tukizingatia kwamba hizi ni nyadhifa ambazo zimekuwa zikishikiliwa na viongozi wa kiume kihistoria au kwa miaka yote tangu mataifa haya yajinyakulie uhuru? Mule nikubalia nitumie lugha ya Kiingereza, manake jamii ya Kiafrika, Waingereza wanasema is a fully patriarchal society, ambapo inaongozwa na wanaume. Ukitazama tamaduni zetu na itikadi za jamii, wale waliotuongoza ni wanaume. Wanawake ambao walijitoa katika hafla mbalimbali kwa ujasiri wao tu na kichwa ngumu na kusema kwamba sisi pia tuko na mbinu za uongozi. Kwa hivyo Samia Suluhu mimi namtizama kama mama ambaye anatazamiwa na mtoto wa kike katika eneo la Afrika Mashariki kwa jumla, na sio Tanzania pekee au Zanzibar na kutokea alikozaliwa na kulelewa. Na ndipo hapo ambapo alianzia masuala yake ya uongozi katika siasa na kukolea katika tajriba hii ambayo amejiweza kujiwekea miaka hii ya uongozi. Wengi katika eneo hili zima wanamuona kama mama ambaye amekuwa ni kiongozi, mama Muislamu, mama ambaye wengi walimtazamia kwamba ataishia kama naibu kiongozi wa taifa. Kwa sasa anashikilia usukani. Wengi wanatarajia kwamba ataweza kufanya mabadiliko muhimu kuhusiana na swala la mtoto wa kike nchini kwake Tanzania, kuanzia ndiposa aweze kufanya mabadiliko katika eneo zima la bara Afrika. Kumbuka hapo kesho atakutana na wanawake ambao wamebobea katika sekta ya biashara, na hilo ni mwanzo tu la yeye kuweza kumuinua mtoto wa kike katika njia moja au nyingine. Kumbuka katika jamii nyingi za Kiafrika mwanamke anatazamwa kama yule ambaye kazi zake ni za jikoni na kulea na kupata watoto na kumfaa mume wake, ila katika miaka ya hii karne ya 21 wengi wanamtazamia mwanamke kufanya mengi zaidi. Hili ni jambo ambalo miaka ya 61 wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anachukua usukani Tanzania, wengi hawakutazamia kwamba kutakuja kuwa na mwanamke ambaye atamrithi kama kiongozi wa taifa hilo. Imechukua marais 5 mbele yake, lakini hii ni jambo kubwa ambalo wengi mimi nikiwemo nikitarajia kwamba litakuwa ni jambo zuri. Tutamfuatilia kwa karibu kuona uongozi wake utakuwa vipi, na wakati ambapo anakamilisha awamu hii ambao tutatarajia ni ya kwanza, atakuwa ameuza sera za kutosha kuwashawishi wapiga kura katika nchi ya Tanzania kumpa nafasi nyingine kuiongoza taifa hilo. Na asante sana Leila, najua kwamba hakika hata wewe kama mwanahabari wa kike kuna changamoto nyingi tu ambazo mnakumbana nazo ambazo ni zaidi ya zile wanaokumbana nazo wale wa kiume, kwa sababu ambazo zinaeleweka, na ili tukupe fursa kujiandaa kwa kutupasha atakayokuwa kijiri pale ambapo Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa akiwasili katika Ikulu, tutakuwa tukienda mapumzikoni. Lakini kabla hapo Leila, hapo bado unanipata, kwa kumalizia tu ningependa umalizie kwa kutuelezea swala hili la hii mizinga 21. Wajua kwamba hiki ni kitu ambacho kinafanyika katika hafla za kumpokea rais katika ziara yake rasmi katika taifa tofauti
tofauti huwa ina umuhimu gani ama inatoa picha gani? Ni jambo tu la kijeshi au ni swala la rais kuelekea kwa rais mwenzake tu katika mapokezi, au huwa lina umuhimu gani katika masuala ya kidiplomasia na pale ambapo rais anampokea mwenzake kutoka taifa lingine? Kumbuka mule Rais Samia Suluhu ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania kwanza, ni kiongozi wa majeshi ya taifa hilo. Kwa hivyo majeshi ya KDF yatakuwa yanampa heshima kuu zaidi kupitia mizinga hii 21 ambao kama nilivyosema hapo awali itatekelezwa na jeshi la wanamaji ambao ndio hapa nchini kitamaduni wao ndio wanatekeleza shughuli hiyo nzima. Atakagua pia gwaride la heshima ambalo litaandaliwa na vitengo tofauti vya jeshi la Kenya, yani wale ambao ni wanahewa, wana maji kidogo na jeshi la nchi kavu. Na hili ni jambo ambalo kila kiongozi ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya taifa yake anaweza kukabidhiwa kama kumpokea na kumwambia awe nyumbani, akaribie, na ni hatua ambayo wengi wana matumaini kwamba itakuwa ni jambo la kufurahia. Mizinga huwa ukiwa hapa karibu inaweza ikakushtua ama kukupatia mshtuko wa moyo, ila ni jambo ambalo ukiwa hapo karibu unafurahia kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo siku hii kabla ya wao kuingia katika kikao chao cha faragha itaandaliwa kwa kiwango kikubwa na majeshi ya KDF. Na asante sana Leila Mohamed, tutakuwa tukirejea kwako baadaye kidogo pale katika ikulu ya Nairobi wakati ambapo Samia Suluhu atakuwa akiwasili. Tayari tunaona msafara wake pale barabarani, ametoka katika uwanja wa JKIA kupitia barabara kuu ya Mombasa kuunganisha barabara kuu ya Uhuru kuingia katikati ya jiji ili apate kuelekea katika ikulu ya Nairobi ambapo mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta anasubiri kumpokea kwa kikao ambacho tutakuwa akifanya pale na kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na uhusiano wa mataifa mawili, na vile vile tutakuwa akifanya wakitoa hotuba ya pamoja kwa vyombo vya habari, na wengi watakuwa wakisubiri kwa hamu kusikia masuala ambayo watakuwa wakipata kuyazungumzia. Atakuwa akiandaliwa gwaride ya heshima pale na majeshi ya Kenya, na vile vile atakuwa akipigiwa ile mizinga 21 kama alivyopata kutufafanulia hapo Leila Mohamed. Ina umuhimu mkubwa sana pale ambapo rais au amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya taifa fulani anapokuwa amezuru taifa lingine, majeshi ya taifa hilo kupata kumpa ile hadhi ama kumpa ile heshima kwa kumpigia ile mizinga, na kisha baada ya hapo atakuwa akifanya kikao hicho. Na hapo kesho anatarajiwa kuzuru mabunge, ikiwa ni kikao cha mabunge yote mawili, bunge la Senate na lile la taifa, ambapo Rais Suluhu atakuwa akitoa hotuba yake pale. Kwa hivyo vile vile ni jambo ambalo tutakuwa tukifuatilia, na haya yote mtazamaji yanajiri wakati ambapo kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya mataifa haya mawili katika baadhi ya masuala ya zile ruhusa ama zile idhini za kusafirisha bidhaa za kibiashara pale mipakani. Kumekuwa na changamoto kidogo vile vile katika swala la mbinu ambazo mataifa haya mawili yanatumia kudhibiti maambukizi ya corona, ikizingatiwa kwamba ni mataifa ambayo yamegusana pale katika mipaka ya maeneo mbalimbali. Kwa hivyo vita dhidi ya corona katika taifa moja inaathiri moja kwa moja vita dhidi ya corona katika taifa lingine. Kwa hivyo kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tukienda mapumzikoni kidogo, tukirejea tutakuwa tukirejea na makala yetu ya NTV sasa, ambapo tutakuwa tukiendelea kulizamia swala hili la uhusiano kati ya Kenya na Tanzania, uhusiano wa kibiashara, uhusiano wa kiuchumi, uhusiano wa masuala ya utalii na masuala mengine yote, ikiwa ni ya kutagusana lugha na masuala mengine yote ambayo yanahusiana na uhai wa binadamu. Kwa hivyo usiondoke, endelea kutazama NTV, tunarejea hivi punde. Did you know you can pay your premiums at the comfort of your home using mobile money and online platforms? Avoid cash payments to prevent spread of COVID-19. Stay safe, stay home, save lives. Now you know. IRA, promoting insurance, protecting the insured. Kenya Film Commission presents the Kalasha International Film and TV Market Virtual Edition. Catch everything live on the 5th to the 7th of May from 9 a.m. to 4 p.m. Sponsored by Safaricom. Timeless love. What kind of illness? Oh, you see that Roberta was born with a heart problem. We assumed that she inherited from my biological father. I just remember that his name was Roberto.
My daughter, the one who was kidnapped, she also had a heart condition. Mrs. Renata, oh, I'm glad you're here. Your sister Roberta passed out. She almost can't breathe. I think it's her heart again. Oh, no. Auntie. Auntie, you okay? Maybe that's her. Roberta. Timeless love. Each bowl of Nestle Ceregrow contains the goodness of cereals and nutrition your child needs to blossom. That's one less thing to worry about. Nestle Ceregrow. It's all good, Mom. The Kenya Film Commission presents the Kalasha International Film and TV Market Virtual Edition. Catch everything live on the 5th to the 7th of May from 9 a.m. to 4 p.m. Sponsored by Safaricom. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Make is the bride. Get 500 MP free kila siku and never miss a moment. Salad Vegetable Cooking Oil is the clear-flowing secret to tasty meals. Buy 5 liters of Salad Vegetable Cooking Oil today and get 250 grams Zesta tomato sauce for free. Iflo kama salad. Salad Vegetable Cooking Oil. Available in all cooking outlets countrywide. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing.